الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة رسول الله، واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان lillahi asiya. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu, kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, historia inaturudisha katika sira ya Bwana Mtume wakati aliposimama katika uwanja wa Arafat akitoa khutba yake ya kuaga. Miongoni mwa nyasaya ambazo alihusia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, leo hii katika siku adhimu ndizo tutakazoishi kwa kufahamishana na kutanabahishana kutekeleza wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maisha yetu ya kila siku. Mtume alihusia mengi, na khutba hii ilivyokuwa muhimu sana, leo utaipata katika tarjama za lugha mbalimbali, kutoka katika lugha yake ya asli kwenda katika lugha zote za kiulimwengu. Na hakuna kiongozi yoyote, hakuna mtu yoyote mkubwa, hakuna yeyote aliyetawala maisha ya watu, hakuna yeyote mwenye kuamrisha na kusikilizwa na kukataza na kusikilizwa, isipokuwa anahitaji kuisoma khutba hii ya mwisho ya Bwana Mtume Muhammad. Ikiwa mtu yoyote anataka kufanikiwa katika uongozi wake, katika ukubwa wake, katika maisha yake, katika nyumba yake, katika nchi yake, katika mkoa wake, pahala popote alipo, tunamuomba aichungulie na kuitizama khutba ya mwisho ya Bwana Mtume Muhammad, kwa sababu ni khutba shamila, kafia, amma. Ni khutba ambayo imekusanya, imegusa idara zote za kimaisha, imegusa nyanja zote anazozihitaji mwanadamu kutoka juu mpaka chini, imegusa kila pahali. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana kwamba alijua kwamba wakati wake wa kuondoka katika dunia hii umefika, hivyo basi ni lazima aache misingi imara ya watakaokuja baadaye ili kufanikiwa kwao. Ndio maana akasema Bwana Mtume Muhammad katika khutba hiyo maneno mazito ambayo walijua Waislamu waliokuwepo pale kwamba haya si maneno ya kawaida, ni maneno ya mwenye kuwaaga wapenzi wake. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha. Hiki ni kipande tu katika khutba ya Bwana Mtume ya kuaga. Maneno niliyoyasema, aliyoyasema Bwana Mtume Muhammad yanamaanisha hivi: hakika damu zenu, hakika mali zenu, hakika utu wenu, heshima zenu
baina ya nyinyi kwa nyinyi ni haramu mpaka siku ya Kiyama, kama ilivyokuwa haramu siku ya leo. Haramu yani ni kitu kitukufu ambacho hakiguswi. Haramu ni kitu ambacho kimetukuzwa au imekatazwa kukifanyia uadui. Kwa hiyo Mtume anazungumzia mambo matatu ambayo ni muhimu sana kwa mwanadamu kuyahifadhi. Inna dima'akum, damu zenu, wa amwalakum, mali zenu, wa a'radakum, na utu wenu, yani heshima zenu, haramun. Hivi vitu ni alama ya hatari kuvisogelea, kuvifanyia uzembe, kuvifanyia uadui, kupituka mipaka iliyochorwa kuhusu mambo haya. Ni muhimu sana watu wayasikilize na kuangalia haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatudokezea. Ndani ya Uislamu tumesomeshwa kwamba kuna dharuriyati al-khams au maqasidu sharia, kama wanavyosema ulama. Kuna mambo matano ni wajibu kwa Muislamu kuyahifadhi: hifdhu ad-din wa hifdhu an-nafs wa hifdhu al-mal wa hifdhu al-ird wa hifdhu al-aql. Muislamu haya mambo matano yadauha nusba ainai, sio yatrukuhu waraa dhahri au yatrukuha waraa dhahri. Usiache nyuma ya mgongo wako, yaeke mbele ya macho yako. Mambo matano: dini, roho, mali, heshima na akili. Usiende kuviharibu vitu vitano hivi, wala usifanye uadui juu ya vitu vitano hivi, wala usijisahau ukawa si mwenye kuviheshimu vitu vitano hivi. Dini yako kwanza, Uislamu, hii inakuja nambari moja. Kuwa na heshima kamili kwa dini yako, ihifadhi na usiichafue, usiharibu, wala usifanye mambo ambayo yamekatazwa kuyafanya kuhusu dini hii tukufu. Ad-dinu awalan, kisha nafsi, roho. Asije mtu akakudanganya kwamba kwa nini tumalize tu, tumuue tu, baadaye tutakuwa tumeaminika, tumepata salama ya shari zake. Solution ni kumpoteza, ni kumuua. Kuua ni miongoni mwa madhambi makubwa, na ndani ya mambo matano haya imekuja nambari moja, nambari mbili baada ya dini. Nafsi iheshimiwe, nafsi ihifadhiwe, hata nafsi yako we mwenyewe. Wala taqtulu anfusakum, musijiueni. Tumekakemea sana, anasema man qatala nafsahu bihadidatin, mwenye kujiua mwenyewe kwa chombo chochote kikali kama kisu au panga, atafufuliwa siku ya Kiyama na kisu chake, na ghadhabu za Mwenyezi Mungu juu yake zitakuwa kubwa, kwa sababu umefanya kitu ambacho naha Allahu anka, i'tidaa ala nafs. Hata kama si nafsi ya mtu mwingine, ni nafsi yako, huruhusiwi kuitoa ovyo ovyo bure bure. Kwa dini na nafsi na mali zihifadhiwe, mali na irdh, heshima zihifadhiwe, heshima za watu. Ndio maana imekuja katika Uislamu kutowafanya watu mambo ya kuwatoa dosari, kuwatia dosari katika heshima zao, kuwaumbua, kuwasingizia, kuwafedhehesha, kuwateta. Zote zimekatazwa kwa sababu ni heshima ya mtu. Na kama kuna jambo la kisheria limekuambia uje na mashahidi wane walioshuhudia kwa kuona na kutizama, yote haya ni kuhakikisha heshima ya mtu inahifadhiwa, asije mtu akaibuka na mambo yasiyokuwa na mbele wala nyuma. Al-ird, kisha na akili. Akili hata ya kwako, usivute bangi, usile madawa ya kulevya, usiharibu akili yako kwa njia hiyo, usilewe. Zote hizi ni mambo ambayo yamehifadhiwa. Sasa ndugu zangu, leo katika maisha yetu jambo la kumwaga damu ya mtu na kuuana limekuwa ni kama jambo la kawaida. Tunaamka, unasikia tu kuna maiti imeokotwa, unapita unasikia kuna mtu pale kanyongwa, unafungua redio unasikia mtu kabakwa mpaka kauawa, unasoma magazeti qatl 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 wa qatl,
kuuana damu imekuwa arkhasu shay, wakati Uislamu kitu ambacho kimekuwa na heshima na vimewekwa vikwazo vikubwa, imezungushiwa uzio mkali, ni nafsi ya mtu, ni roho ya mtu, ni kuua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, ambayo hadithi hii inatuanzia mazungumzo yetu kutoka kwa mtukufu wa daraja Mtume juu ya uharamu wa kumwaga damu za watu na kuua watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma yazalu al-abd fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman, hatoacha mtu yuko katika fusha. Nini maana ya fusha? Shurahul hadith nasema, munsharihu sadri mutmainnu nafs, mtu hatoacha kuwa katika hali njema ya moyo wake, kifua kimekunjuka, anajionea raha, nafsi yake imetulizana. Atoacha mtu kuwa katika hali hiyo, ma lam yusib daman haraman, medal mtu huyu maadamu hajamwaga damu ya mtu, hajaua mtu. Ma lam yusib daman haraman, maana yake hajamuua mtu. Ukiishi katika dunia hii hukumwaga damu ya mtu, anta fi fushatin min dinik munsharihu sadri mutmainnu nafsi, utakuwa katika fusha ya dini yako, salama na amani, maadamu hujalifanya hilo. Na maana ukija ukilifanya hilo, ukaua nafsi ya mtu, ukamwaga damu bighairi haqqin, pasi na haki yoyote, hakuna la sheria lilothubutikia kwa huyu mtu kuuawa, wewe ukamuua, hakuna tabarurati zozote zilizokupelekea kisheria na wewe ukawa una haki ya kufanya hivyo. Ukifanya hivyo utakuwa katika nini? Jeke na hasira za Mwenyezi Mungu, na mwisho wako ni mbaya kwa sababu ya kuua. Katika hadithi nyingine Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ameisimulia Abu Daud, anasema hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu dhanbin asa an yaghfirahu Allah, dhambi yoyote ile ina nafasi kubwa ya kusamehewa, huenda Mwenyezi Mungu akakusamehe kwa dhambi yoyote, illa man mata mushrikan au qatala mu'minan, isipokuwa dhambi mbili. Ukifa ilhali wewe mshirikina na ukimuua mu'min, ukimuua muislamu, ukimuua mu'min. Na ndugu zangu, sio kwamba nimezungumza katika hadithi hii au Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii mu'min kwamba asiyekuwa mu'min uua tu, abadan. Alhurmatu huna hurmatu mu'min, dima'ul mu'minin wal muslimin wa ahli dhimma. Kuna uharamu wa kumwaga damu za muislamu na asiyekuwa muislamu. Mtu mwenyewe ikakaa na mambo yake, musalim ghairu muharib, si muislamu lakini yeye mwenyewe na mambo yake, innocent, huwezi kwenda kuimwaga damu yake. Au ahli dhimma, ahlul aman, au watu ambao tuko kati yetu waislamu na wasiokuwa waislamu, lakini mikataba yetu inasema tuishi kwa amani, tuheshimiane, tusipigane vita. Wewe ukenda ukamua dhimmiyan au muahidan au musaliman, hukumu yake ni mbaya sana, kama itakavyokuja katika hadithi ambazo tunazisoma. Kwa hiyo kuua muislamu na asiyekuwa muislamu ni jarima, binadamu yoyote, isipokuwa kwa haki ambazo dini imezizungumza. Anasema Mtume katika hadithi hii, kullu dhanbin asa an yaghfirahu Allah illa man mata mushrikan, dhambi yoyote ina nafasi ya kusamehewa kwa Allah isipokuwa kwa yule atakayekufa mshirikina, au qatala mu'minan, au atamuua mu'min.
Nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuhusu wenye kuua waumini? Wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Aya zinaendelea hivyo. Allah anasema si tabia za Muislamu, wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan, sio katika mwendo wa Waislamu kuwaua Waislamu wenzao. Unaamka tu unasikia pale kichakani yuko mtu kauawa, aliyeuawa ukimsikia ni Muislamu, ukifuatilia aliyeua ni Muislamu mwenzake. Qur'ani inasema si haki wala si tabia za Muislamu wala sio katika hulka zao Waislamu kuwaua ndugu zao Waislamu. Anasema waman qatala mu'minan khata, lakini kuua kwa kutokukusudia inawezekana. Hili ni kuua bila kukusudia. Unaendesha gari ukamgonga mtu, au unamtia adabu mwanafunzi wako labda kwa kichapo ambacho sio cha kukusudia kuua, kwa bahati ya kafa, au unalifanya jambo miongoni mwa mambo ambayo sio imepita katika urfi na kawaida na salama ya akili kwamba hili jambo ni la kuua, lakini likaua, ukaua bila kukusudia. Illa khata'a waman qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin. Ikiwa utaua bila kukusudia, basi uache roho au uache mtumwa aliyekuwa mu'min huru. Fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun, na kuna kitu kinaitwa kafara ambayo ni dia inatolewa kutoka kwa muuaji kwenda kwa auliya al-umuri wa wale waliomuua. Na kafara yenyewe kama tulivyosomeshwa katika fiqh ni ngamia 100. Uone uzito wa kuua. Huyu kaua bila kukusudia. Uone uzito wa kumwaga damu. Uone hurma ya mtu, roho yake. Tahriru raqabatin mu'mina, umwache mtumwa huru, tena sharti mtumwa mwenyewe awe mu'mina. Kisha wadiyatun musallamatun ila ahli, utoe fidia, utoe kafara kwa wale wenyewe ambao ni ngamia 100. Illa an yasaddaqu. Hapa Mwenyezi Mungu asema labda wenyewe watoe sadaka kwako ya kukusamehe, na ndio maana limekuja neno limetajwa sadaka, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuwaraghibisha wale wenye kuuliwa mtu wao kufanya kitu chema na kizuri kama hicho cha kutoa sadaka, kwamba huyu hajakusudia, imetokea ajali. Kwa hiyo wenyewe wakaja wakasema no, illa an yasaddaqu, sisi tumekusamehe, iwe ni sadaka yetu. Hayo malipo yao nao ni makubwa kweli kweli. Anasemaje Allah katika sura hii, suratul Nisa? Wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a waman qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli. Mwisho wa aya anasema waman lam yajid, kama mtu hakupata mtumwa. Na Qur'ani angalia namna inavyozungumza, inazungumza mambo kwamba kana kwamba imeangalia huko zitakuja zama na wakati utatafuta mtumwa usipate, kwa sababu watu watakuwa wote wamekuwa ahrara. Kwa hiyo Qur'ani inasema man lam yajid, kama hakupata mtumwa, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, afunge miezi 2 yenye kufuatana bila ya kuacha hata siku moja. Umalize kufunga, hiyo ni kafara, hiyo ndio tauba ya aliyeua kwa makosa bila kusudia. Kosa mtumwa, funga miezi 2 yenye kufuatana, na dia itolewe, diyatun musallamatun ila ahli la yasaddaq. Hayo ni ya yule ataua bila ya kukusudia. Lakini je, mwenye kuua kwa kukusudia? Umepita, umemkaba, umembaka, umemtia kabari, ukamchomoa,
ndani ya mfuko wake kuna 10,000, 15, unatoa roho kwa sababu hiyo, ukamuua huyo mtu kwa maksudi. Allah anasemaje? waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Lakini atakayetajarra akajifanya mbabe akamuua mu'min kwa maksudi, malipo yake kwanza ni jahannam, pili ni hasira za Mwenyezi Mungu juu yake, tatu laana zake Mwenyezi Mungu, nne anamwandalia adhabu kali siku ya kiyama kubwa. Wewe unaiona nafsi ya mtu mwingine ni rahisi tastabihu damahu hakadha sabahlalan, bas kwamba umemchukia tu, hutaki kumuona tena ulimwenguni, unamuondosha. waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Zisikilize tena aya, fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Adhabu ya Mwenyezi Mungu kubwa baada ya nini? Laana, ghadhabu na kuwa katika moto wa jahannam, yani adhabu juu ya adhabu. Ndio maana Abdullah ibn Abbas habrul umma, fatwa yake la taubata liman yaqtulu mu'minan amdan wa yastabihu qatla, hakuna toba kwa mwenye kumuua mu'min kwa makusudi aliyehalalisha kuuawa kwake bila ya vigezo vyovyote vya kisheria, hakuna toba. Damu. Ndio maana katika suratul Maida Mwenyezi Mungu alipozungumzia kisa cha Qabil na Habil, mwisho angalia maneno aliyoyazungumza pale baada ya yule Qabil kumuua ndugu yake, akasema min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Kwa ajili ya tukio hilo la mauaji la kwanza kumuua Qabil ndugu yake Habil, tumewaandikia bani Israeli, na hii si kwa wao tu, na wote wanadamu watakaokuja baadaye, kwamba man qatala nafsan, mwenye kutoa roho ya mtu akamuua, bighairi nafsi, mtu yule wala hajaua wala hakuna haki ya kuuawa, au fasadin fil ard, au hajafanya ufisadi wa robbery au violent zozote za kustahiki kisheria kwenda kuuawa, sawa sawa na nini? Fakaannama qatala an-nasa jamia, roho ya mtu mmoja tu akitoa ni sawa sawa katoa roho za watu wote duniani. Waman ahyaha, na atakayeipa uhai, yani atakayeiandalia sababu za kuishi roho ya mtu mmoja, fakaannama ahya an-nasa jami'an, ni kana kwamba kawaacha watu wote huru wa kuishi katika duniani. Huu ndio Uislamu. Roho ya mtu yoyote ukiandalia sababu na mazingira ya kuishi, ni sawa sawa kwamba umeandalia mazingira roho zote kuishi. Kwa intihaku dami, intihaku hurmati alfard kantihaki hurmati aljami, kule kufanya uadui kwa mmoja tu katika roho yake ni sawa sawa na kuwafanyia watu wote duniani uadui. Ndio maana imekuja hadithi nzito ya Abdullah ibn Mas'ud iliyokuwa sahihi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min nafsin tuqtalu dhulman, hakuna roho yoyote inayotolewa kwa dhulma, illa wa kana ala ibn adam alawwal kiflun minha, isipokuwa mwanadamu wa kwanza anakuwa na share katika roho ile iliyotolewa kwa dhulma ya dhambi. Limadha? Kwa nini yeye ana share wakati ya usiki? Yeye kaua huko dunia, ndo mwanzo wanaishi wanadamu, yeye ndo muuaji wa kwanza kumuua ndugu yake. Lakini leo akiua mtu aliyeua dhambi anazozipata, kuna nusu au kuna nasibu, kuna share fulani anapelekewa Qabil ambaye na yeye kaua. Mtume anasema li'annahu awwalu man sanna al-qatl, kwa sababu ndo mtu wa kwanza aliyowaonyesha watu mambo ya kuuana, ndo mtu wa kwanza alioanzisha jambo hili.
Kwa hiyo mwenye kuanzisha jambo baya, watu wakiiga na yeye ana sehemu, kutokana na yeye ndio mwanzilishaji. Kwa hiyo kila nafsi ikitolewa hapa kwa dhulma, yani shareholder anakuwa na yeye na nasib katika damu ile. Ogopa sana kumwaga damu ya mtu bure bure. Ogopa sana kuua mtu, kuua nafsi. Lakini waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia. Angalia Mtume anasema nini katika hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man qatala muahidan, huyu sasa sio Muislamu. Huyu unayemuua wewe sio Muislamu, ni muahid, ni mtu ambaye yupo katika dola ya Kiislamu au yupo katika jamii ya Waislamu, anaishi nao, lakini katika mikataba yao na katika mazungumzo yao na katika hali ya maisha yao ni watu wamepeana amani, wamepeana salama, au yuko analelewa katika dola ya Kiislamu, kuna sharti, kuna mambo wamepeana, wenyewe wanaishi kwa salama, wewe ukamuua, lam yurih raihata aljanna au lam yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Katika hadithi nasema Mwenyezi Mungu hatopokea muuaji cha sunna wala cha faradhi utakachokifanya, kwa sababu kumuua mtu ambaye hakustahili kuuawa. Man qatala muahidan, mwenye kumuua muahidan lam yurih raihata aljanna, hadithi inasema hivyo, hatosikia hata harufu ya pepo. Wa inna raihataha au rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman. Hadithi inamalizia hivyo, nasema mwenye kumuua muahid hatoipata harufu ya pepo, wakati harufu ya pepo unaisikia kwa mwendo wa miaka 40, unasikia harufu yake. Mwenye kumuua muahid hata harufu ya pepo hatoipata. Muahid dhimmi, watu ahlul aman, usijaribu kulifanya hili wakati Uislamu umekwambia wape amani watu hao ambao kuna mambo mahsusi yamepita kati yenu. Mtume anasema tena katika hadithi nyingine, man qatala mu'minan faghtabata bihi, man qatala mu'minan, atakayemuua mu'min, faghtabata biqatlihi, akawa na furahi kwa kumuua kwake, kafurahia kitendo kile, sema lam yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla, hatokubali Mwenyezi Mungu kutoka kwake cha sunna wala cha faradhi, hatokubali Mwenyezi Mungu kutoka kwake kitu chochote atakachokifanya. Hatari. Alafu Muislamu iwe kwake yeye kuua ni kitu rahisi tu. Muislamu yeye kwake anafurahi kwamba kamuua ndugu yake Muislamu. Haya ni mambo ambayo lazima urudie, uangalie tena pahala uliposimama na kile unachokisikia na kile unachoishi ndani yake na mazingira ya maisha yako. Ikhwatal iman, hizi hadithi ambazo zote tumezileta katika hili neno la kuhifadhi nafsi, kuhifadhi roho ya mtu, zinatisha. Kama Muislamu hatoziweka mbele ya macho yake kuangalia ameishije. Abdullah bin Abbas alipokuwa Maka, walikuja watu kumuuliza masala ya mahdhuratul ihram. Mmoja anamwambia Abdullah bin Abbas, qataltu ba'udatan famadha alayya, tumesikia katika mahdhurati kwamba tusifanye mambo ya haramu, nimeua mbu mimi, na fidia gani? Mbu nimeua. Abdullah bin Abbas akamtizama kwa mshangao, akamuuliza kwani kwenu wapi? Akamwambia kwetu Iraq. Akamwambia watu wa Iraq, mlimuua Husaini mjukuu wa Mtume, hamkutafuta fatwa yake ni nini? Leo mnaua mbu, mnajitia wacha Mungu sana, mnauliza mna kafara gani juu ya mbu. Kuna watu tunaishi hivyo, anakuwa na wasiwasi, na mara nyingi utaona mtu kapita anauliza mbona uko hivyo, anaulizwa bwana sina raha nini, nimemgonga paka kafa ile paka. Sasa nimekuja shekhi, nauliza kafara yangu ni nini? Nimesikia nifunge miezi 2 yenye kufuatana. Maswali haya mimi nimeshaulizwa hapo. Lakini huyo alokuja kukuuliza kuhusu paka, unampata mitaani anamkosea mtu heshima yake, a'radakum, anamteta mtu, anamsengenya mtu,
anamzulia mtu, na pengine anaweza hata akapanga mikakati ya kummaliza mtu, wala asiwe na wasiwasi eti kawa na wasiwasi na paka, kawa na wasiwasi na wanyama. Bilaks, damu ya Muislamu ilikuwa ni hurma, isimwagwe, lakini imekuwa ni kitu rahisi. Anasema Mtume katika hadithi nyingine, man aana ala qatli mri'in muslim walau bishatri kalima, atakayesaidia kumuua ndugu yake Muislamu hata kwa nusu neno, ukachangia na wewe wakati watu wanakula njama za kumuua, na wewe ukawepo, na wewe ukachangia nusu ya neno. Sema jaa yawm alqiyamati wa qad kutiba baina aynayhi ayisun min rahmatillah, utakuja siku ya kiyama umeandikwa kwenye kipaji chako cha uso, huyu kakata tamaa na rehma ya Allah. La zawalu dunya ahwanu ala Allah. Hadithi nyingine inasema kutoweka kwa dunia ikavurugika ikaondoka kabisa ni rahisi kwa Allah na si chochote min qatl mri'in muslim, kuliko kumuua mtu mmoja Muislamu. Alafu wanatokea watu wanaona kuua mtu tu ni kitu rahisi, kuua ni jambo ambalo halina kabisa utisho wowote na ugumu wowote na ubaya wowote. Ndio maana tunaamkia habari kama hizo, kafa bwana, kauawa bwana, wamemuua bwana, tumemuua, tupe tenda tutammaliza. La haula wala quwwata illa billah. Na Mtume yuko katika milima ya Arafat, neno hili analisema, anasema la tarji'u ba'di kuffaran, msirudi baada ya mimi kuondoka mkabadilika mkawa makafiri nyinyi Waislamu. Yaktulu ba'dukum riqaba ba'd, nyinyi kwa nyinyi mnauana, mtakuwa mmetoka katika Uislamu. Hivyo sio tabia za Uislamu, msiuane nyinyi kwa nyinyi. Mtume kasema maneno haya baada ya miaka 25 anauawa khalifa wake Uthman ibn Affan. Kutoka kusema maneno haya Mtume baada ya robo karne min zaman, Uthman ibn Affan khalifa wa mwanzo aliyeuawa na watu ambao wanasema na wao ni Waislamu, kauawa. Na hivyo ikafuata Ali ibn Abi Talib kaja na ikauawa, Husaini mjukuu wa Mtume, na mambo mengi yakapita kama hayo. Ni kuziacha hadithi za Mtume nyuma ya mgongo wako, na ukawa huzipi umuhimu wowote roho ya mtu kwako wewe, ukamheshimu kuku, ukaona umefanya mazingira mazuri ya kuwaheshimu wanyama, lakini mwanadamu ikawa kwako wewe si chochote si lolote, utakuwa huna insaf na bado hujaujua Uislamu wako wa kweli. Ya Rabbi, tupe hurma ya kuheshimu damu za watu katika ulimwengu, na tuziandalie mazingira ya kuishi, kwa sababu kufanya hivyo ni kuangalia mazingira watu wote ulimwenguni wa kuishi, na thawabu zake ni kubwa.